الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على حبيب المصطفى محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما baada ya kumshukuru Allah na kumtakia zile za rehema kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama leo tutaangalia tafsiri ya Qur'ani tukufu Suratul Mujadila aya nambari 11 na 12. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idha qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Mwenyezi Mungu anasema, enyi mliopamba, enyi ambao mlioamini, mnapoambiwa katika mikusanyiko yenu, idha qila lakum tafassahu, sogeeni au acheni nafasi, wapisheni katika vikao vyenu, basi fanyeni hivyo kwa nyoyo zenye unyenyekevu na upendo, kwani anayempisha ndugu yake hapa duniani Mwenyezi Mungu humfungulia milango ya rehema, riziki na khairi zisizo na mipaka. Idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idha qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Pia mnapoambiwa simameni au sogeeni kwa ajili ya utaratibu na adabu, basi simameni kwa utiifu na heshima. Hakika Mwenyezi Mungu au Allah huwainua kwa daraja za juu wale walioamini kwa dhati miongoni mwenu, na huwapa vyeo vya juu na daraja ya juu zaidi wale waliobarikiwa kuwa na elimu miongoni mwenu. Ndugu zangu, kwa hakika Mwenyezi Mungu aya inamalizia kwa Mwenyezi Mungu anayo habari, anayaona yote mnayoyatenda, yawe madogo au yawe makubwa. Ndugu zangu katika imani, aya hii ina uzuri mkubwa wa lugha ambao Allah ametumia. Neno tafassahu inaashiria upanuaji wa moyo kabla ya nafsi. Idha qila lakum tafassahu, basi inaashiria kwamba uponaji wa moyo, nyoyo zetu kabla ya nafsi zetu. Yafsahu Allahu lakum, neno hili nalo inaonesha malipo ya Allah ni makubwa kuliko malipo ya mwanadamu au tendo la kibinadamu. Aya hii inaunganisha imani na elimu kama nguzo za heshima ya mwanadamu. Aya hii imeunganisha imani na elimu kama ni nguzo ya heshima na taadhima kwa mwanadamu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sababu za kushuka kwa aya hii ilishuka wakati wa maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina. Maswahaba walikuwa wakikaa katika majlisi ya Mtume, kila mmoja alitamani kukaa karibu naye. Wakati mwingine walikuja baadaye, wengine hawakupata nafasi. Kwa hiyo wengine
watu ambao walikuwa wametangulia pale wakawa ni wakaidi au wakikataa kusogea ili kutoa nafasi kwa wenzao. Ndipo Allah akateremsha aya hii kuwafundisha adabu za majlis. Adabu za majlis, vikazi hivi uzingatie kupisha wengine wanapofika. Usije ukawa ni al-ananiyu, yani ni selfish au binafsi. Pisha watu wengine nao waweze kupata nafasi wakae hapo. Kama ni kujifunza wajifunze, kuuliza waulize. Iko hivyo. Isiwe tu ni wewe tu basi ni wewe, hapana. Lakini haya yapo hata duniani, maisha yetu haya ya kawaida tu. Mtu anapopata nafasi aidha kwa bosi wake, basi yeye anajiona ndio daraja la kwanza, na mwingine anaweza akaja hata kama akiwa naye ni bosi wake huyo huyo, lakini atamfanya kwa ni underdog, kama ni daraja la pili. Lakini yeye ndiye mwenye nafasi ya kuzungumza na bosi, yeye ndiye mwenye nafasi ya kumshauri na hivi na hivi na hivi. Haikatazwi kuzingatia kuwa wewe ni mkongwe, kuna senior na junior, kwamba huyu ni mfanyakazi wetu mwenzetu hapa lakini ni senior, na huyu mfanyakazi mwenzetu lakini ni junior. Kwa hiyo yule ambaye mwenye uzoefu wa pale mazingira, mwenye uzoefu wa zile kazi, kweli kutoa nafasi ni jambo la msingi, ni haki yake. Lakini sio yeye awe ni kikwazo kwa wengine kuto kumfikia huyo bosi au mwalimu au na kadhalika. Waqis ala nafsika, mwenyewe utapima tu na mifano hii ilikuwa wazi, utapima mifano mingine inayokuja. Lakini yote kwa yote inakusudiwa kuwa ukipata nafasi achia na wengine, ukipata fursa achia na wengine. Usiwe kama vile wachezaji wa mpira kina Pakome, mpira na wao na mpira tu, hawataki kuachia wengine. Nimetaja upande mmoja. Au usiwe kama upande mwingine. Lakini yote kwa yote tunachokusudiwa hapa, huo ni mfano tu, kilengo makusudio achia nafasi kwa wengine. Kwa hiyo pisha wengine, kuwa na unyenyekevu, lakini kuheshimu waliokuja. Sawa, wewe umetangulia, umefanya vizuri, lakini waliochelewa pengine walikuwa na dharura za msingi, na wao waheshimiwe. Kwa hiyo inasimuliwa kuwa siku moja kulikuwa na mkusanyiko wa kielimu mbele ya Bwana Mtume Muhammad SAW. Hiki ni kisa ambacho hebu tusimuliane watu waweze kujifunza. Baadhi ya maswahaba walikuwa mashujaa wa vita vya Badri. Walifika wakiwa wamechelewa, lakini waliokaa mbele hawakutaka kusogea hata nukta moja. Hapo ndipo Allah akateremsha aya hii kuwafundisha kuwa heshima ya muumini ni unyenyekevu, si kung'ang'ania nafasi. Ama aya ya 12, twende kwa haraka ili tuweze kuwahi muda wa Isha, tayari umeshafika. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu idha najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqa dhalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim. Enyi mlioamini, mnapotaka kuzungumza, idha najaitumur rasul, mnapotaka kuzungumza kwa mazungumzo ya siri ya faragha na mtume wa Allah, basi tangulizeni sadaka kabla ya mazungumzo yenu. Hilo ni jambo bora zaidi kwenu na linasafisha nyoyo zenu, kwani sadaka husafisha nia na utakasa roho zetu, kutokuwa na makando katika roho zetu. Ndugu zangu, lakini kama inasema, lakini kama hamna cha kutoa, basi msihuzunike, hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na mwenye rehma nyingi mbele yenu nyinyi au kwenu.
Sababu za kuteremka aya hii ni kwamba baadhi ya watu walikuwa wakimjia sana Mtume Muhammad SAW na kuomba kuzungumza naye faragha, hata kwa mambo madogo madogo tu. Jambo dogo mtu anakuja kwa mtume, lakini pia anaomba fursa akae apate fursa ya kipekee. Pengine mtu amekula chakula chenye chumvi nyingi, basi anataka aje kwa mtume apate ushauri. Pengine mtu amekuwa hivi hivyo, lakini mtu ana biashara zake, mashamba, kazi, ulezi wa watoto, anakuja kwa mtume na pia anataka mtume ampe fursa kubwa nzuri ya kuzungumza naye. Sio jambo baya, lakini kimsingi walikuwa wakimfanya sana mtume awe bize katika masuala mengine ni maina kabisa, ni madogo madogo mno. Kwa hiyo kateremka aya hii sababu hali yenyewe hiyo mtume naye ilimchosha. Kwa hiyo aya hii iliwazuia wengine au kupata nafasi ya kumuuliza maswali muhimu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya ile ya kuweza kutanguliza swala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akaweka adabu hii, nidhamu au mpangilio huu, kuwa watu wanatakiwa sasa waanze kutanguliza sadaka kabla ya kumfikia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuzungumza naye. Anayehitaji mazungumzo ya faragha atoe sadaka kwanza, japokuwa baadaye hukumu hiyo ilikuja ikaghairishwa katika aya nyingine inayofuata, aya ya 13. Kwa hiyo wanazuoni wengi watafsiri wanasimulia kuwa mtu aliyekuwa wa kwanza kutekeleza amri hii alikuwa ni Ali ibn Abi Talib. Mtu ambaye alikuwa wa kwanza kutekeleza amri hii alikuwa ni Ali ibn Abi Talib. Alikuwa na dirham chache tu, lakini alitoa sadaka kisha akaenda kuzungumza na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, hii inaonesha unyenyekevu na utiifu wake mkubwa kwa amri ya Allah tabaraka wa taala. Tunachojifunza katika aya hii, kwanza, adabu ya vikao. Muislamu anatakiwa kuwa mwenye kupisha wengine, mwenye unyenyekevu, mwenye kuheshimu watu wengine. Mtu yeyote umheshimu tu. La pili, tunajifunza elimu huinua daraja. Aya hii ni dalili kubwa kwamba wanazuoni wana daraja kubwa mbele ya Allah. Tatu, tunachojifunza sadaka husafisha moyo. Sadaka husafisha nia, huondoa ubinafsi. Wabillahi tawfiqi wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.